Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 14 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema waliodaiwa kumuua kada ACT Wazalendo waachiwa huru kortini. Waliodaiwa kumuua kada ACT Wazalendo waachiwa huru kortini. Lakini Chadema yaitwa kushiriki mchakato wa maridhiano. Chadema yaitwa kushiriki mchakato wa maridhiano. Na Rais Samia ashtukia fedha chafu. Rais Samia ashtukia fedha chafu, asema ni mkakati mahususi, awapa angalizo mawakili zitawafikia. Aonya kalamu yake ni kauli, lakini hajatia saini hukumu ya kifo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini Rais Dr. Mwinyi urasimu katika biashara ukome. Huyo ni Rais Dr. Mwinyi asema urasimu katika biashara ukome, lakini hatari ya kuandikisha mali zako kwa jina la mwanao. Hatari ya kuandikisha mali zako kwa jina la mwanao. Madaktari 6,800 kuziba pengo wataalamu mfumo wa fahamu. Madaktari 6,800 kuziba pengo wataalamu mfumo wa fahamu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo, linaanza na habari inayosema Dr. Samia, mawakili isaidieni serikali kulinda maslahi ya taifa. Huyo ni Rais Samia asema mawakili isaidieni serikali kulinda maslahi ya taifa. Lakini Dr. Mwinyi, maonesho Sabasaba jukwaa muhimu kukuza ubunifu. Huyo ni Dr. Mwinyi asema maonesho Sabasaba jukwaa muhimu kukuza ubunifu. Na changamkieni fursa za Kiswahili. Huyo ni Dr. Pembe asema changamkieni fursa za Kiswahili. Huyo ni Dr. Pembe asema. Lakini kimataifa, rais wa zamani wa Korea Kusini ahukumiwa kwenda jela. Hiyo ni habari kimataifa, anasema rais wa zamani wa Korea Kusini ahukumiwa kwenda jela. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaandika serikali ya kamata madini yenye thamani ya bilioni 3.3. Serikali ya kamata madini yenye thamani ya bilioni 3.3, huku Ridhiwani acharuka mradi wa maji kusuasua miaka 15. Lakini kuna nuru ya maendeleo kiuchumi mbele. Rais Samia awapa angalizo mawakili. Lakini Dr. Mwinyi, changamkieni fursa soko huru biashara. Na trilioni 1.2 za IMF za waibua maprofesa Semboja na Kinyondo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika serikali ya ishtumu BBC kwa upendeleo, yaanza kutathmini hatua za kuchukua. Serikali ya ishtumu BBC kwa upendeleo, yaanza tathmini ya hatua za kuchukua. Lakini Rais Samia atimiza ahadi, aipa gari shule ya wasichana na Mtumbo. Na serikali yafafanua notisi usajili wa ardhi vijijini Ngorongoro. Lakini Rais Samia, taaluma ya sheria ilinde uhuru wa maslahi ya taifa. Rais Samia, taaluma ya sheria ilinde uhuru na maslahi ya taifa. Ataka kuongezeka weledi, kutafakari, kujibu matamko na kulinda uhuru. Lakini waziri wa fedha aipongeza TPA ni kwa kuongeza ufanisi bandari ya Tanga kwa uwekezaji mkubwa na maboresho ya miundombinu. Na Dr. Mwinyi ataka Watanzania watumie teknolojia kukuza biashara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaandika naibu waziri Kwagilwa akuta risasi kiwandani. Huyo ni naibu waziri Kwagilwa akuta risasi kiwandani, agiza kiwanda hicho kifungwe. Ni kiwanda cha kuzalisha nondo wilayani Mkuranga. Lakini aiagiza Nemki ihakikishe kinatimiza matakwa ya sheria. Lakini Rais Samia asema Tanzania iko vizuri kwenye haki za binadamu. Na waziri wa fedha aipa tano TPA kwa kuboresha bandari Tanga. Na Mramba avutiwa na kasi ya REA kusambaza umeme vitongojini. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa 5 kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo. Ukweli na wazi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Biashara Leo lenye asubuhi leo linaandika mradi wa dola milioni 282 kuboresha umeme Zanzibar.
Lakini waziri wa fedha aipongeza TPA ni kuboresha miundombinu bandari ya Tanga, asema ufanisi wa bandari hiyo umeongezeka, lakini sasa inapokea meli kubwa za mizigo. Na waziri Kwagilwa Nemki wafanya ziara ghafla Mkuranga, wakuta kiwanda cha nondo kikiwa na risasi. Naibu waziri agiza kifungo. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la biashara. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Kanti Materials Limited yaingia kundi la wajasiriamali 100 bora barani Afrika 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la biashara leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenyewe linaandika habari inayosema Profesa Nondo, elimu iwaandae vijana kwa ajira za baadaye. Lakini Tanzania kinara haki za binadamu duniani. Rais Samia asema hajawahi kusaini mtu kunyongwa. Tukumbushe ulimwengu kuwa sisi ni wafuasi wa haki za binadamu. Lakini waziri wa fedha aifagilia TPA kwa kuingarisha bandari ya Tanga. Na bado kuna habari inayosema waziri Kwagilwa afunga kiwanda Pwani kwa uchafuzi wa mazingira. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika Rais Dr. Samia, Tanzania inalinda haki za binadamu na gati mpya ya mita 300 kujengwa bandari ya Tanga. Lakini Dr. Mwinyi ahimiza matumizi ya AFCTCA. Lakini serikali yazidi kuwekeza huduma matibabu ya kansa. Na IMF yaidhinisha dola milioni 443.9 kwa Tanzania, au ni IMF yaidhinisha dola milioni 443.9 kwa Tanzania. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Majira linaandika Simba kuipeleka Simba Day Arusha, yazindua ushirikiano na Ngorongoro. FIFA yapendekeza timu 64 kombe la dunia lijalo. Lakini Tracy kuiwakilisha Tanzania Miss Supranational 2026 huko Poland. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye michezo linaandika Polisi Tanzania ya nusa ligi kuu. Lakini beki wa kocha Julio atajwa kutua Yanga. Beki wa kocha Julio atajwa kutua Yanga. Lakini Tenga awapa neno wajumbe kamati ya Afcon. Na Mungo yamrejesha Makanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo kuna habari inayosema ligi kuu Zanzibar kuanza Agosti 29. Lakini Azam FC yatozwa milioni 50 kwa kutoshiriki tuzo za CRDB Federation Cup. Ni baada ya wachezaji wa Azam kukataa kuvaa medali za CRDB Federation Cup kwenye fainali. Lakini Simba Ngorongoro zaungana kutangaza utalii. Simba Ngorongoro zaungana kutangaza utalii. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika Kobisi aipongeza UPL. Na Ufaransa Hispania nusu fainali ya jasho na damu leo. Mbappe amefunga mabao 8 katika kombe la dunia msimu huu. Na Ufaransa na Hispania ni nusu fainali ya jasho na damu. Hiyo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye kule michezo naandika maandalizi ya Afcon ya Arusha safi. Ufaransa Hispania nusu fainali ya kibabe. Makata atamba kurejesha Polisi ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako Taifa Tanzania lenyewe kwenye kurasa za michezo linaandika habari inayosema kuna dalili ya kapteni wa Makombe kuondoka Yanga. Kuna dalili ya kapteni wa Makombe kuondoka Yanga. Lakini TFF yapiga Azam faini ya shilingi milioni 54. Karia marufuku timu mgeni kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Dabi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema.
na kwaherini, asubuhi njema.